ule usajili manake meli inapo operate huko duniani lakini usajili wake ni wa nchi nyingine, ndio manake ni flag of convenience. Kwa maana ya kwamba ukiwa kwenye flag of convenience FOC manake ni kwamba unakwepa kodi, yani I mean kuna nafuu ya kodi, nafuu ya kodi. Ndio. Mfano hii ni meli ya wapi ya Tanzania, unapata unafuu wa kodi. Kuna safe water navigation, kwamba kuna sehemu ambazo kuna meli zinakamatwa leo utapita kwa sababu ya zile sheria za kimataifa labda una comply. Kuna namna kuna unafuu unapatikana kwa sababu kupitia flag of convenience, kwamba hata sheria kuhusu wafanyakazi, kwa sababu kila nchi ina sheria yake kuhusu wafanyakazi. Kwa wanaweza wakasimamisha kwamba kazi unafanya kwa muda gani, unalipwa kwa muda gani. Bana huku labda Uingereza unalipwa kwa masaa. Huku bana tunalipwa kwa mwezi. Ndio utaratibu wetu wa nchi yetu. Umeelewa vizuri? Sasa ile meli ilikamatwa, hakuna Mtanzania. Sio yuko watu Nicaragua, sijui wapi Colombia, wapi wengine ndio waliokamatwa. Sasa kama ulivyosema, kama JPM waliwaza kufikiria kwamba hizi meli zina usajili wa Tanzania, lakini hizi kodi zinalipwa upande wa pili labda wa muungano, labda kadri meli zinapokuwa nyingi maana revenue inapatikana. Maana revenue haiji kwenye mwamvuli wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini msala unakuja kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini when it comes to money, inapokuja kodi, inapokuja mafaranga, inaenda upande wa pili wa muungano. Lakini inapokuja msala, meli iliyopeperusha bendera ya Tanzania yenye usajili wa Tanzania. Ndio maana mwanzo nikakuuliza swali daktari kwamba unaposema ni Zanzibar, Zanzibar ni ipi? Ni Tanzania. Ndio. Umeelewa vizuri? Hakuna nchi inaitwa Zanzibar duniani. Hakuna. Nchi inaitwa Tanzania. Ila sasa tunapokuja wenyewe sasa kwenye kuvunja tunakuja kugundua kwamba kuna pande moja, pande ziko mbili, pande iko moja tu, iko Zanzibar na Tanzania bara. Hakuna bara. Hakuna jambo lenye upande mmoja, bara sio nchi. Okay. Hakuna jambo lenye upande mmoja. Kwani unaposema na hii upande wa pili, unaposema Tanzania bara, upande wa pili rais wake ni nani? Hayupo. Kwa kuna Tanzania, alafu ukivunja kuna Zanzibar. Kwa Zanzibar pale hiyo meli usajili ni Zanzibar, lakini Zanzibar ni Tanzania. Kwa nafikiri mimi kwa maoni yangu, lakini daktari kwa sekunde maoni yangu waje wa review hii sheria ya usajili wa hizi meli. Au kuna bendera zake. Kama TASAC ambazo hazina nchi. TASAC umezungumzia TASAC. Ioperate Zanzibar, ioperate bara, yani ioperate kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pasipokuwa na vipande. Yani kusio na TASAC, kusio kuna ZMA. Yani iwe TASAC moja. Yani usajili wa meli tunakubaliana. Zote zitasajiliwa kwenye mwamvuli wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Revenue hizo kodi ziingie kwenye Jamhuri. Ziingie hazina. Alafu watu waombee kutokea hazina, ili hata akija kutokea haya tuwe na taarifa. Unajua wakati mwingine mkubwa sana taarifa hazipo. Yaani unakuta mtu labda taarifa imesajiliwa meli na peperusha bendera, taarifa hakuna. Changamoto unaingia kwenye taharuki. Sisi upande wa pili jambo jepesi zaidi. Yaani wa pili huo, upande wa pili wa muungano sio popo, lakini sio popo, jambo jepesi kuliko kufanya jambo kwa la muungano. Bora tupeperushe bendera. Yaani tutafute bendera nyingine.